Lengo kuu la wiki hii ya afya Zanzibar ni kutoa elimu kwa umma, kuimarisha huduma za kinga, tiba na lishe, sambamba na kuongeza ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla katika kujenga mfumo wa afya uliothabiti, jumuishi na endelevu. Kwa kweli, kwenye swala zima la miundombinu, hakuna ambaye hajashuhudia na kuona jinsi Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alivyoweza kuongeza idadi za hospitali. Kwa kweli toka mwaka 2020 kufika mwaka 2024 idadi ya watumishi wa sekta ya afya imeongezeka zaidi ya mara 3. Kuhakikisha kwamba tunakuwa na idadi inayotakikana, japokuwa hatujafikia, kwa sababu mnafahamu tumeshaongeza hospitali ni nyingi sana, na hospitali zikiwa nyingi ina maana zinahitaji sasa wawepo madaktari, manesi, wahudumu. Sasa tuko kwenye mkakati huo, lakini kwa kupitia rais wetu ambaye kwa kweli niseme yeye ni daktari na alishawahi kutuambia yeye ni daktari na anataka sekta ya afya ifanye vizuri zaidi kuliko sekta zote nchini. Kwa hiyo tumuunge mkono, na bila shaka ninaiona Wizara ya Afya ikitembea katika maono yake kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma za afya Zanzibar. Mwaka huu tumeweka msisitizo maalum kwenye kuimarisha huduma za afya, ubunifu katika sekta ya afya na ustawi wa jamii wa Zanzibar au jamii ya Zanzibar. Maradhi yasombukiza NCDs yamekuwa yakiongezeka kwa kasi kubwa sana na yanatisha, tishio kwa ustawi wa jamii yetu. Maadhimisho haya yanatoa hamasa ambapo wananchi wanapata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali ya namna kujikinga na maradhi nyemelevu, kupima afya zao na kujitambua mapema, elimu bora ya kujiepusha na utumiaji holela wa madawa, jambo linalopelekea kufanya usugu wa kukubali dawa katika miili yetu, upimaji wa afya na kupata matibabu baada ya kugundulika na maradhi. Kadhalika, huduma za uchunguzi wa afya ya kinywa, ya kinywa na meno pamoja na macho, vile ugonjwa wa afya, masuala ya akili, ugonjwa wa malaria, huduma za chanjo, elimu ya afya ya uzazi wa mama na mtoto, upimaji wa magonjwa kama vile homa ya ini, ukosefu wa kinga mwilini na magonjwa mengine mbalimbali zinaendelea kutolewa katika maadhimisho haya hapa Golden Tulip. Maadhimisho haya yamesaidia kwa kina sana katika kuweka pamoja wadau wa maendeleo na kushirikiana namna nzuri ya kuimarisha huduma za afya, kuongeza rasilimali fedha kwa ajili ya kugharimia huduma za afya, kuongeza ubora wa utoaji huduma, kuongeza na uboreshaji mazingira ya watoa huduma na usimamizi na uongozi wa masuala yote ya afya, kuongeza mashirikiano katika utoaji huduma kwa kushirikiana na washirika binafsi. Kama mnavyojua, kama Wizara ya Afya sasa hivi tunafanya kazi na mashirika binafsi mbalimbali ikiwemo ZEDCO, NSK, Zanmedics na washirika wengine kama Saifi na wengine wanakuja, tunakaribisha katika kuhakikisha huduma zinatolewa zinapatikana katika kiwango cha juu zaidi. Kwa hivyo serikali imefungua milango ya kufanya kazi na makampuni binafsi, mashirika binafsi kwa mpango wa Public Private Partnership PPP, ambao ni swala la mfano mzuri sana ambao linasisitizwa sana na wenzetu wa WHO kwamba sasa hivi wakati umefika wa kufanya kazi pamoja na private sector katika masuala ya afya. Zanzibar tumejitosa, tumeanza na tumekuwa ni mfano. Wengi wanakuja sasa kuja kusoma kutoka kwetu. Ya kwanza ni Lishe Bora Program 2025. Ya pili ni Afya Mama na Mtoto 2025 na tatu ni Shehia Afya Program 2025. Programu hizi zina manufaa makubwa matano kwa nchi yetu. Ya kwanza ni kuhakikisha
tunashusha huduma zote zenye kuhusu uzazi salama na matibabu ya dharura kwenda vijijini. Pili, huduma za kliniki kabla na baada ya kina mama kujifungua kufika vijijini au kwenda katika shehia. Tatu, huduma za chanjo na huduma ya afya kwa watoto kuweza kufika shehiani. Nne, msaada wa lishe na unyonyeshaji kuweza kuwafikia mama wote Zanzibar katika kila wilaya. Na tano na mwisho ni elimu ya afya na ushirikishwaji wa jamii kuweza kuwafikia Wazanzibari wote.